Kwa maisha, unajua maisha ni sehemu yote ile. Upo hapa, nyumba yako ya miti, jiko la gesi lipo, au sio? Na maboga. Jamani. Sasa amekwambia jamaa kwamba tunapika nini? Pale pana njugu mawe, pana nini? Kwa kuna ali. Leo tucheze na kitu ya kande. Kichanja, mafuta? Mafuta yanakuja sasa hivi. Kichanja cha kutosha. Mwani angalia geto la wadudu. Jamani, watu wamezungusha miti ya kutosha. Kweli tuna hasira na mabadiliko ya tabia nchi. Climate change tunataka tupambane nayo. Miti imezunguka geto. Hilo geto umeliona, lakini tuingie tuliangalie kwanza. Limepigwa stop. Kumbe kuna msumari. La Luis Ziroki. Jamani. Watu wanajua kwa. Sasa hapa neti inatakiwa. Hapa neti inatakiwa. Labda kama una mpango wa kuwafaidisha mbu. Mbu na wenyewe wapate chochote. Wasiondoke hivi hivi. Ili bado hajaanza kuitumia. Hapa pointi yetu tutaka tuwaoneshe watu kwamba maisha unaweza kuanza popote vyovyote vile. Kiasi kidogo hicho unacho cha pesa unaweza kuanza maisha. Ili banda la mbuzi. Mbuzi watakuwa nakula bata hapa. Banda la mbuzi zuri kabisa. Ingazi yao. Mbuzi wanaingia. Hivi mbuzi wameenda wapi? Mbuzi wanakula bata namna hiyo. Hii ndio banda lao. Simple and clear. Ubunifu unatakiwa ili tuweze kupata matokeo mazuri. Hapa mbele tunatengeneza la mbwa. Hili ndio geto kwa mbali unaweza kuliona. Turudi kwenye jiko kama jiko. Hii si ndo parking ya gari. Hapo gari ya shamba inapaki hapo vizuri. Jiko unaweza kuliona vizuri. Naona mpanda mpaka maua. Watu na hasira. Simple kabisa. Kama unaangalia kilimo halisi unaweza kuangalia ukajifunza ukatengeneza kitu kama hicho pia.